Qur'ani akasema al-fajr wa layalin ashr, yani tunakusudia al-ayyam al-ashr al-awail min shahri dhil-hijja al-mubarak. Ni siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na tumesema mwezi wa Dhulhijja ni nini? Ni mwezi wa 12 Kiislamu wa kufunga mwaka, ambapo kwa ndio tuko nao sasa hivi. Kwa hivyo wale ambao kwamba hawajui au bado ni wageni katika dini yetu, tunawakaribisha sana na tunawaambia pia washikamane na siku kama hizi. Inawezekana amesikia leo na ameshapitwa na siku 2-3 huku nyuma ambazo za mwezi zimeanza. Tangu mwezi umeanza kwetu hapa umeandama Jumatano. Kwa hivyo Alhamis ndio watu walianza kufanya ibada za mwezi za siku 10 hizi za mwezi wa Dhulhijja. Alhamis, Ijumaa jana, leo Jumamosi. Kwa hivyo ni siku ngapi? 3 zishapita. Tuwaambia kuwa haujapitwa Sheikh, ndio mwanzo tumeanza. Kwa hivyo kama siku hizi 3 zimekupita, iwe ndo ulikuwa hujui au ulikuwa unajua, lakini siku 3 zikikupita usikate tamaa, haujapitwa. Bado una kesho, bado una kesho kutwa, bado una mtondo, bado una mtondogo. Mpaka siku ya Ijumaa ndio itakuwa final yenyewe, inaitwa Yaum Arafa. Ambapo ikiwa tutaonana tena katika Jumamosi na ukuja inshallah, itakuwa ndio Eid. Tumemaliza Eid au tumekula Eid mchana, jioni saa 2 au usiku saa 2 tunakutana hapa. Kwa hivyo ni siku za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja kama tulivyoulizwa swali letu na Ustadh Abdul Hamid. Mashaallah. Na kwa sasa tumeweza kugundua kwamba siku hizo umesema ni za 10 za kwanza. Na leo tuko kwenye siku ya 3. Kwa hivyo kwa ni siku ya 3 Dhulhijja mwaka 1446. Naam. Kwa hivyo mtu kesho, kwa hivyo kama amejiandaa vizuri, kuna chakula leo, akipiga daku yake, kesho ako ndani ya ibada. Na ibada ni mbalimbali, si kufunga tu. Na hii ni nukta muhimu. Kufunga ni muhimu. Na kufunga hasa katika ile siku ya Arafa ni muhimu zaidi. Na tutabainisha kama utanipa hata dakika 5-6 matendo gani mazuri yatakiwa afanywe katika hizo. Kwa sababu Mtume amesema matendo mema, hajaainisha ni tendo gani. Kwa hivyo tutataka tumwambie msikilizaji wetu tendo gani ambao kwamba yanapendeza zaidi uyafanye, lakini ikiwemo na hiyo ya nini, ya kufunga. Watu wengi wanaelewa lazima tufunge. Ni sunna kufunga. Kwa hivyo kama umefunga leo, kesho kaala, kesho kutoka ukafunga, katika masiku wapata thawabu nyingi. Lakini si hayo tu, yako mengi ambayo kwamba yafanywe ndani ya masiku 10 haya ambayo kwamba ni machache sana kusema kweli. Sawa kabisa. Je, tupokee simu moja hapa. Iqra FM, halo. Assalamu alaikum Iqra FM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Ukumbi wa Dini. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Ndugu Said kutoka Westlands. Ndugu Said kutoka Westlands, karibu sana. Labda una swali lipi? Kulingana na mazungumzo ama mafundisho Sheikh ametupatia. Ndio. Ningependa anijulishe, sababu alisema huyu nabii ama huyu mtume alimuona yule umbwa na macho 4. Ndio. Na umbwa alimjibu vile alizungumza kiumbe umbwa kiajabu. Mungu akasema mimi Mwenyezi Mungu ameniumba mimi. Sasa yule nabii akajisikia kweli amekosea. Akalia sana. Kwa hivyo naomba kidogo arudie tena, huyu nabii anaitwa nani? Ndio nipate kufahamu pia hiyo mambo. Sawa kabisa. Shukrani sana ndugu Said kwa kuainisha hiyo sehemu. Angeomba tu urudie kile kisa cha Nabii Nuh nadhani. Na pia hiki ni kisa ambacho tumekikata, ambacho pia ilikuwa nitaje kwamba tuko mbashara kwa njia ya picha kwenye mtandao wa YouTube Iqra FM 95.0, na kisa hiki kiko tayari kwenye mtandao ule, tumekikata kidogo, kiko kwenye ile, utaona pale imeandikwa Ukumbi wa Dini, siku bora za dunia, kisa cha Nuh alayhi salam. Kiko pale pia, unaweza kufuatia, lakini amekuomba tafadhali Sheikh wetu mjuze zaidi. Nataka kujua jina la huyo nabii, lakini kisa kwa sababu ni kirefu hatuwezi kukirudia chote, lakini tunasema
vitabu vimetaja kuwa wakati wa mtume kama huyu anaitwa Nuh. Nuh, nun waw ha, Nuhun. Hata ana sura katika Qur'ani imeitwa kwa jina lake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza hiyo sura kusema inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim. Tulimtuma Nuh kwenda kwa watu wake awaonye kabla ya kujiwa na adhabu kali. Kwa hivyo anaitwa nani? Nuh. Hii Nuh ilipatikana baada ya kilio kile alivyokuwa akilia kwa kukosea kumtia kasoro yule mbwa, sawa? Lakini jina lake halisi tumesema ni nani? Abdul Ghaffar. Jina lake halisi yeye alikuwa anaitwa Mtume Abdul Ghaffar, lakini akawa amejulikana kwa jina la, tunasema nickname wazungu siku hizi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kile kilio kikubwa alichokuwa akikumbuka lile tukio la kumkosoa Mwenyezi Mungu kupitia kwa yule mbwa aliyemuona mwenye macho manne. Lakini vile vile tufahamu kuwa Nuh alayhi salam ni katika mitume wakubwa, na yeye ndio aliyetengeneza lile safina, na Mwenyezi Mungu alipoleta gharika kubwa na mvua kubwa, viumbe vyote vikaisha isipokuwa wale walioingia katika safina, na mpaka mtoto wa Nuh alichukuliwa na maji baada ya kukataa wito wa baba yake. Haya pia unaweza kuyafuatilia. Kila siku ya Jumanne tunakuwa na darasa msikitini hapa la visa vya kuelezea mitume mbalimbali. Utaniruhusu nichukue simu moja hapa. Ikra FM, halo. Halo Ikra, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha ufundi wa dini. Asante. Unaulizaje katika haya siku 10 ya Dhulhijja? Ndio. Tumeambiwa kutoa sadaka ni bora. Ile siku tu kidogo kidogo. Kwa mfano kama mimi uwezo wangu ni 1000. Ndio. Itabidi nitoe ile 100 kila siku, ama naweza kuitoa mara moja? Na kama ile kila siku kidogo kidogo naweza kuwapa kitofauti, ama nimpe huyo mtu mmoja? Sawa kabisa. Shukrani. Afwan. Swali la kwako hilo Sheikh, kuhusiana na baadhi ya ibada ambazo zinafungamana na siku hizi 10, hasa kabisa msikilizaji hapo ametaka uelezee kuhusiana na swala hili la kutoa. Uwezo wake ni kutoa 1000. Je, sasa aitoaje yani, ama ushauri ama sheria ambazo zinafungamana na kutoa wakati huu itakuwa ni upi? Manake huyu mama yetu Mungu amjaze kheri anakusudia kwamba katika haya masiku 10 katika swala la kutoa yeye anayo 1000. Katika haya masiku 10 yeye amejiwekea sadaka yake ni kuwa ni 1000, kama nimemuelewa vizuri. Je, hii 1000 aitoe mara moja au aitoe kila siku 100 ili kila siku katika haya masiku 10 awe amepata nasibu ya kutoa? Ni hivyo ndivyo alivyouliza dada yetu mpendwa na mfuatiliaji wa Iqra FM. Tunamwambia kuwa inategemeana na yule mhitaji. Saa nyingine inategemeana na ile nia yako. Wewe kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umekusudia akupatie thawabu za hiyo shilingi 1000, ukitoa mara moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukudhulumu. Vile vile ukitoa 100, 100, Mwenyezi Mungu hawezi kudhulumu. Anajua ile nia yako, anajua ile uwezo wako, na anajua ile ikhlasi yako katika kitendo kama kile. Ama tukirudi katika ushauri wetu sasa katika hilo, kwa Mwenyezi Mungu yeye hatokudhulumu, atakupa sawa sawa umetoa mara moja kwa mkupuo, sawa sawa umetoa 1 kwa watu tofauti. Lakini ushauri wetu tunasema kwamba iwe ni siku ya kwanza, iwe ni siku ya 10, iwe ni siku ya 9, iwe ni siku ya 8, ukatoa mara moja kumsaidia mtu, hiyo 1000 ikaenda akanunua nayo unga, akanunua nayo kasukari, akanunua nayo vimafuta, akaenda akatengeneza wajaba akala na watoto, ni bora zaidi kuliko kutoa 100 tena kwa watu tofauti. Kwa sababu katika mazingira sasa hivi 100 ni pesa, 100 ni kitu
waweza kupata, lakini kutoshea kutengeneza pengine wajaba ya chakula mara moja inakuwa ni ngumu. Itabidi aende huku aombe, pengine aende huku atafute kitu kingine cha kuongezea, lakini yule umempatia mara moja hivi anakuwa amefanyaje, anaweza kusaidika vizuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bidhallami lilabid, hamdhulumu mja na nia yako ambao kwamba umesema nipate thawabu nyingi kwa hii 1000, ukaitoa mara moja utapata thawabu nyingi, ukitoa moja moja pia utapata thawabu nyingi. Wallahu a'lam. Kweli kabisa, kwa ufafu wake hapo Sheikh wetu ameweza kulijibu swali hilo. Kumbuka msikilizaji, 0727444454 au 0738648881 moja kwa moja kupitia ujumbe, kupitia simu pia tutaweza kupokea swali lako moja kwa moja, ili ukumbi wa dini ili tuweze kujinufaisha sisi wenyewe kibinafsi na pia kunufaisha umma mzima wa Kiislamu wote ambao wanatutegea kupitia 95.0 Iqra FM, na pia wale ambao wanatufuatilia mtandaoni moja kwa moja kupitia Iqra FM 95.0 kwenye mtandao wa YouTube. Na sasa Sheikh, zikiwa ni 21 dakika zimekatika baada ya saa, ningependa utueleze, manake kufikia sasa tumesikia ibada kama ya kufunga, tumesikia ibada ya kutoa. Hizi ni baadhi ya ibada ambazo umezitaja. Sasa je, kuna ibada gani zingine ziko katika mwezi huu? Wacha kwanza nipokee simu moja kisha tuendelee. Iqra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mariam kutoka Pangani. Mashaallah. Kwanza mimi napongeza kipindi. Ndio, shukrani sana. Kwenye siku ndio mlipe mtumia na kesho mtakutana ya Rabbi. Amin. Mimi niko na swali na nauliza ustadi. Ndio. Mimi sina pato yoyote. Ndio. Na ninapenda kama hiyo siku 10 tumefunga, nitoe sadaka kwa watoto. Ndio. Ninataka anielezee ni vizuri ama ni vibaya. Sasa tuseme mtu niko na pesa za kununua box moja ya biskuiti. Ndio. Nitolee watoto sadaka. Funga yangu itabai ama itakuwa nafanya kazi ya bure? Hiyo ndio nataka mtaji anielezee vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Mariam kutoka Pangani hapo na swali moja zuri sana, swali ambalo tunaona tu anakumbana nalo kila siku, kwamba je, akitoa na uwezo wake ni wa kununua kama biskuti, pipi awape watoto, je itasimama ama atapata thawabu? Naam, ukhti yetu Mariam na wasikilizaji wengine wengi wetu wasichanganye kuwa ibada hii ambayo kwamba tunaifanya, ambayo kwamba wengi tunafunga katika masiku haya 10 au katika masiku haya 9, kwa sababu ya 10 ni Eid, haifai kufunga. Au nalazimika kwa sababu nimefunga nitolee sadaka fulani ili saumu yangu ipande au iende. Hapana, haya ni mambo mawili tofauti. Mwenye kufunga anapata thawabu zake na saumu yake inapanda na saumu yake inafikia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anamlipa kwa saumu yake. Hiyo ni kando na mwenye kutoa, ni kando na mwenye kuswali, na kando na mwenye kusaidia mayatima, mwenye kando na mwenye kufanya amali nyingine yoyote, kwenda kuona wagonjwa na kadhalika. Muhimu ni kuwa wewe usipitwe na ibada yote katika masiku haya 10. Lakini hajaja katika sunna wala katika utaratibu wa dini kuwa mwenye kufunga ni lazima asindikize hii saumu na kutoa sadaka fulani. Hiyo sadaka ukitoa, hiyo ni malipo yake ni kando, na kufunga malipo yake ni kando. Inawezekana mtu akawa amefunga na ametoa sadaka na ameunganisha ndugu waliogombana na amefanyia wema wazazi, amemtii mume wake. Inawezekana amefunga lakini vile vile amefanya amali zingine nyingi, na kila amali moja Mwenyezi Mungu anaifanyia hesabu yake na anamlipa kwa hesabu yake. Hakuna amali fulani lazima ufanye amali fulani ndio hii kubalike. Hii tusifananishe na ile sadaqatul fitri iliyopo katika mwezi wa Ramadhan. Tunaambiwa tutoe sadaqatul fitri kwa sababu inamtahirisha yule aliyefunga, inaisukuma saumu yetu pia ifike mbinguni vizuri, si ndio? Iende kwa Mwenyezi Mungu vizuri. Hapana, hiyo ni masala mengine. Hii ni funga ya Dhulhijja. Mwenye kufunga
siku 2, mwenye kufunga siku 3, mwenye kufunga siku zote 9, Mwenyezi Mungu anamlipa. Hata inaweza